tuendelea na babu istihbabi sawmi 3 ayamin min kulli shahrin. Bado tuko katika mlango wa kupendeza kufunga siku 3 kila mwezi. Tulifikia hadithi aliyonukuu Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema kufunga siku 3 katika kila mwezi, maana mtu akadumu kufunga siku 3 kila mwezi, basi ni sawa na kufunga mwaka mzima. Ni sawa na kufunga mwaka mzima, kwa sababu alhasanatu bi'ashri amthaliha, jema moja mtu hulipwa mara 10. Kwa hiyo siku zikiwa 3 ukizihesabu kwa mara 10 itakuwa ni siku 30. Kwa hivyo atahesabika kuwa amefunga katika kila mwezi. Akifunga siku 3 ahesabika kuwa amefunga mwezi mzima. Mimma yustafadu min alhadith bayanu adhimi fadlillahi wa ni'matihi ala ibadihi. Bayanu adhimi fadlillah, tubainishiwa hapa katika hii hadithi ukubwa wa fadla zake Allah subhanahu wa ta'ala, wa ni'matihi ala ibadihi, na neema zake nyingi juu ya waja wake. Hilo labainika haithu yudha'ifu lahumul hasanat, Allah subhanahu wa ta'ala huwalipa maradufu waja wake yale mema wanaoyafanya. Falhasanatu bi'ashri amthaliha, jema moja hulipwa mara 10. بيان عظيم فضل الله ونعمته على عباده حيث يضاعف لهم الحسنات، فالحسنة بعشر أمثالها. وجمع موجة أليبا مركومي. hii ni faida kubwa tunaoipata hapa. Kwa hivyo anayefunga siku 3 ni kama amefunga siku 30. Kwa hivyo ni mwezi mzima. Kwa itakuwa kule kufunga siku 3 kila mwezi kaannahu sama sanata kullaha, ni kana kwamba amefunga mwaka mzima, kana kwamba amefunga mwaka mzima. قال رحمه الله تعالى وعن معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ معاذة العدوية رضي الله عنها ورحمها الله alimuuliza Aisha radhiyallahu anha, je, mtume wa Allah alayhi salatu wassalam alikuwa akifunga siku 3 katika kila mwezi? Ili swali amuuliza. Qalat, akajibu na'am, ndio. Faqultu min ayi shahri kana yasumu, alivyojibu ndio akauliza tena alikuwa akifunga katika mwezi siku gani? Yani bimaana siku gani alikuwa akizifunga katika zile siku 3 za mwezi? Qalat lam yakun yubali min ayi shahri yasumu, alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam hajali ni katika siku gani ya mwezi alikuwa akizifunga hizo siku 3. Bimaana alikuwa akizifunga katika 10 la mwanzo, wakati mwingine 10 la kati, wakati mwingine 10 la mwisho, wakati mwingine akiziweka mbalimbali zile siku 3, wakati mwingine akifunga ayyamul bidh. Muhimu afunge siku 3, haijalishi, muhimu ni zile siku 3 utazifunga katika ule mwezi. Kwa hiyo alikuwa haangalii katika jambo hilo kuwa ni siku zipi ambazo azifunga katika ule mwezi katika hizo siku 3. Katika fawaid za hadithi hii, shiddatu hirsi at-tabi'in ala su'ali as-sahabati radiyallahu anhum
عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وعن عبادته. شدة حرص التابعين، pupa kubwa waliokuwa nayo tabi'in. Tabi'in ni wale ambao hawakumuona mtume sallallahu alaihi wasallam, bali waliwaona masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. شدة حرص التابعين على سؤال الصحابة رضي الله عنهم. pupa waliokuwa nayo tabi'in katika kuwauliza masahaba radhiyallahu anhum. kuwauliza nini? عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وعن عبادته. wakiwauliza kuhusu hali ya mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa vipi na ibada zake zilikuwa vipi. kwa nini wafanye hivyo? hatta yaqtadu bihadihi sallallahu alaihi wasallam fil umuri kulliha, ili wamuige mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo yote, wao watamuiga mtume sallallahu alaihi wasallam. hatta yaqtadu bihadihi sallallahu alaihi wasallam fil umuri kulliha, mpaka waige ili wamuige mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo yote. narudia kwa wale wenye kuandika faida: shiddatu hirs at-tabi'in ala su'ali as-sahabati radiyallahu anhum an ahwali an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa an ibadatihi hatta yaqtadu bihadihi sallallahu alaihi wasallam fil umuri kulliha, ili wamuige mtume sallallahu alaihi wasallam na ile njia aliyokuja nayo katika mambo yote. kadhalika katika fawaid za hadithi hii: jawazu siyam al-ayyam ath-thalathati fi al-ashr al-awwal, yajuzu kufunga hizi siku tatu za kila mwezi katika 10 la mwanzo la ule mwezi, au fi al-ashr al-awsati, au katika 10 la kati, bimaana akafunga zile siku tatu kwa mfano katika ayyamul bidh. na sisi leo ni tarehe 10, kesho alhamisi itakuwa 11, 12, 13 ayyamul bidh, sasa Jumamosi, Jumapili na Jumatatu. kwa hivyo mtu aweza kusema kwa mimi nataka kufunga siku 13, 14 na 15, itakuwa ni katika 10 la katikati. au fil ashr al-akhir, au aweza funga katika 10 la mwisho. au kulli usbu'in yawman, au kila wiki akafunga siku moja, Jumatatu mfano, kila wiki akafunga siku moja. kullu hadha jaiz, yote haya yajuzu, haina makosa yoyote. wal amru wasi'un, na hili jambo ni kunjufu, hafungwi mtu na siku maalum. lakini kama tunavyotaja, lakin اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أحسن وأفضل. لكن hizi siku 13, 14, 15 bila shaka ni bora zaidi, لأنها أيام البيض, sababu ni masiku meupe, na mtume sallallahu alaihi wasallam alihimiza kufunga masiku haya. hadithi inayofuata: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت من الشهر 3 فصم 13 و14 و15. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع. حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، رسول صلى الله عليه وسلم أسمع kuelekeza umma wake: idha sumta min ash-shahri 3, unapofunga siku 3 katika mwezi, fasum 13, basi funga tarehe 13, kisha na 14 na 14 wa 15 na 15. na hadithi inayofuata kadhalika: wa an Qatada ابن ملحان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض. alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akituamrisha, na amri hapa ni amri istihbab, ya kupendekezwa wala sio ya wajiba, kufunga masiku meupe 13 wa 14 wa 15. sema alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam
akituamrisha au akituamuru tufunge siku nyeupe tarehe 13, tarehe 14 na tarehe 15. والحديث رواه أبو داود وصححه العلامة الألباني بشواهده في صحيح الترغيب والترهيب. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر. هي حديث سمع لكم تومي صلى الله عليه وسلم hali mchana wa masiku meupe akiwa mjini wala akiwa safarini, bimaana alikuwa akifunga hizi siku akiwa katika hali ya safari na akiwa katika hali ya kuwa si msafiri yuko mjini. والحديث رواه النسائي في الكبرى وضعفه الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف سنن النسائي. هي حديث ضعيف. طيب هي حديث يموشى بن عباس ضعيف. ومتومه صلى الله عليه وسلم alikuwa akifunga ayyamul bidh safaran, akiwa katika safari na akiwa hadaran, yani akiwa mjini. Hii haikuthibiti. Katika fawaid zinazopatikana katika hadithi hizi tatu tulizozisoma, alhathu ala siyami ayyamil bidh min kulli shahrin hijriyyin. Alhathu ala siyami ayyamil bidh, tuhimizwa kufunga masiku meupe min kulli shahrin hijriyyin, katika kila mwezi wa hijra, yani mwezi Muharram na Safar. Si mtu akaja hapa akaangalia Januari, Februari, wasikie majina Disemba, shosikia Waarabu kitamka Disembar, Yanair, Februari, Maris, wachana nayo haya. Sisi yanautuhusu ni Muharram, Safar wa hakadha. Hizi ndio siku tunazoziangalia. Si tarehe 13 Januari ndio tuanza ayyamul bidh, tarehe 13 Muharram, tarehe 13 Safar, tarehe 13 kadha ndio tuanza kufunga. Ingawa isipokuwa katika mwezi gani tufunge tarehe 13? Naam, mwezi gani atutofunga tarehe 13? Tafadhali. Dhulhijja, ahsant, kwa sababu yangukie katika masiku kuu yale ambayo tumekatazwa kufunga. Ayamu aklin wa shurb, ayamu tashriq, haifai kufunga, la yajuzu sawm. Kwa hivyo illa dhulhijja ayamul bidh huwezi kufunga tarehe 13. Je, 14 waweza kufunga? Waweza kufunga 14, 15, sawa. Lakini ile 13 ya dhulhijja huwezi kufunga kwa sababu inaangukia siku ya Eid. Mtu sema mbona ni hivyo? Ni kama Jumatatu yangukia siku ya Eid, wafaa kufunga? Haufai kufunga sababu siku ya Eid haijuzu kufunga. Alhathu ala siyami ayyam albidh min kulli shahrin hijriyyin wa bayanu fadliha, na pia tubainishiwa fadhila yake kubwa. Kadhalika katika fawaid, istihbabul mudawamati ala siyami ayyam albidh fi alhadari was-safar, yapendekezwa kudumu katika kufunga masiku meupe haya ukiwa mjini ama msafiri, yarhamkallah. Istihbabul mudawamati ala siyami ayyam albidh fi alhadari was-safar, yapendekezwa kudumu katika kufunga masiku haya meupe ukiwa uko mjini ama safarini.